Naam, ni kukaribishe tena katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet, na asante kwa uamuzi wako mzuri kabisa kuendelea kwa nasi. Na kama nilivyokudokeza mapema kabisa ni kwamba hoja yetu inayotuleta pamoja sasa na wataalamu hapa ni kuhusiana na utaratibu wa kukopa fedha benki kwa ajili ya kujenga nyumba, kununua nyumba au kukarabati nyumba. Hii inatokana na utaratibu ambao umeanzishwa na serikali kupitia mradi wa kuelimisha watu kuhusu swala zima la mikopo ya nyumba. Ikumbukwe benki 28 Tanzania zinafanya kazi hiyo ya kukopesha wateja wake ili waweze kumiliki nyumba. Utafiti unaonyesha kwamba asilimia 34 ya mapato ya watu wanaoishi hasa mijini wanatumia kwa ajili ya mapango, kwa maana ya kodi za nyumba. Na hii ni tafsiri kwamba fedha nyingi sana zinatumika kwa ajili ya kodi za nyumba. Na kutokana na hali hiyo, serikali ikaona kuna haja ya kuboresha sekta ya nyumba ili watu wake waweze kumiliki nyumba, na kuna faida ya kumiliki nyumba ili fedha zao ambazo wanazitumia katika mapango ziweze kuwasaidia katika swala zima la kukuza uchumi wao na hatimaye uchumi wa taifa. Labda ni kukumbushe hali ya uelewa wa watu kuhusiana na masuala ya mikopo ya nyumba, kutokana na utafiti ambao nimekuwa nikikuonesha mapema kwamba mikoa 21 ilitembelewa na watafiti ili kujiuliza au kupata majibu ya swali la msingi kwamba je, uliwahi kupata mkopo wa nyumba kwa ajili ya ujenzi? Watu 3711 walihojiwa na swali likawa uliwahi kupata mkopo kwa ajili ya kujenga nyumba, na watu 3567 wakasema hawajui chochote. Hii ni sawa na 92.1%, na watu 144 tu ndio sawa na 3.7% katika wote waliohojiwa ndio waliosema kwamba waliwahi kuchukua mikopo benki kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Na wengi waliochukua mikopo tunaambiwa kwamba walifanya hivyo kwa ajili ya kujenga wao wenyewe na wala sio kununua nyumba. Naam. Hapa studio nimemwalika Dr. Ferishen Kom. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya real estate, masuala ya nyumba na masuala ya mikopo ya nyumba, ambaye pia ni mratibu wa mradi wa kuelimisha wananchi kuhusiana na swala zima la mikopo ya nyumba. Karibu sana Dokta. Asante sana mtangazaji. Naam, labda tueleze kwa ufupi kuhusiana na kwa nini sasa tunazungumza habari ya mikopo ya nyumba ambayo iliwahi kuwepo. Kwa nini sasa? Labda tuseme hivi kwamba baada ya ile shirika tu la benki ya nyumba kufa mwaka 93, kumekuwa na kila mtu anajitahidi mwenyewe kadri anavyoweza kujijengea nyumba, kukoteza huku na hivi, na imechukua muda mrefu sana kufikiria njia mbadala ya kurejesha ile benki, kurejesha mabenki yafanye kazi kwenye biashara huria. Sasa tuwe na mabenki ambayo yanaweza kufanya kazi hizi, lakini pia kuna tatizo kule la msingi. Hali ya nyumba, makazi mijini ni mbaya sana. Watu wetu wengi wanakuja mjini hawana makazi, na kuna ambao wana kipato wangaliweza kujenga wafanye hivi, lakini zile jitihada za kujenga, kukusanya fedha kidogo kidogo, huku umepanga, huku unahangaika na kukota msumari, simenti, kupambana na vijana au mafundi wanasimamia kazi vibaya au pengine wanakuibia. Sasa haya yote yanaleta utata, lakini sekta ya nyumba katika uchumi wa taifa ina mchango mkubwa sana. Na ukiangalia takwimu, bahati mbaya sana kwa Tanzania, takwimu zinaonyesha sekta ya nyumba imechangia kidogo sana, lakini si ukweli. Ukweli ni kwamba sisi hatujatafuta ule ukweli wa takwimu zitusaidie kusukuma hilo gurudumu mbele. Lakini pia kwa sababu sekta ya ardhi, yani maana real estate, na sekta ya fedha maana ya mabenki na finance kwa ujumla, hizi sekta mbili zimekuwa zinakuwa tofauti, kila moja anakwenda kikwake, hazina uhusiano katikati. Lakini kwa wenzetu na uchumi wa dunia nzima unaonyesha sekta hizi mbili zinapaswa kufanya kazi pamoja, moja ikirahisisha, ikimwezesha yule wa ardhi, sekta ya ardhi, maana yake kwa maana miliki ya ardhi, real estate, waweze kufanya uwekezaji, waweze kufumua mikakati mingine mingi zaidi ili tuweze tukapata nyumba. Kwa maana kumiliki nyumba sio rahisi
Hatuzungumzii shilingi 2,000, mnafahamu mamilioni. Sasa kwa ajili hiyo kuna hiyo jukumu, kuna hilo la nini niseme, kuna nini, kuna hiyo haja ya kufanya sekta za uchumi zishirikiane, na kama ingekuwa na shirikiana tungeona mambo ya ajabu. Mpaka sasa hivi, na nimeshukuru umetupa zile takwimu pale. Mpaka sasa hivi sekta ya mikopo ya nyumba katika taifa hili inachangia kiduchu sana kwenye pato la taifa. Hata ndio karibia kuvuka ile asilimia nusu ya kwenye mchango wa taifa. Serikali ya Rwanda, wakule Rwanda wao wako zaidi ya 3.5 ya pato la taifa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba unapowekeza kwenye sekta ya nyumba, au mtu kamchukua mkopo amefanya nini, lakini yote yanasukuma pia shughuli za kiuchumi katika taifa. Na kwa ajili hiyo inawezekana hiki kando ukikiangalia sana kwamba inaweza kuwa na maana kwamba uchumi wetu haujawa mzuri kama tulivyotegemea. Lakini kushukuru sana kwa kutukaribisha, kwa sababu leo ndio pia siku ambayo tunafikiri. Umesema kwa nini sasa? Leo ndio tulikuwa tunafikiria kuzindua elimu mafunzo kwa ajili ya mikopo ya nyumba nchi nzima. Tuna utaratibu nyingi tumeziweka, tumetayarisha vijitabu, tumetayarisha mambo mengi tu ambayo tunakwenda na kufanya mikutano nchi nzima kuanzia wiki hii sasa. Ndio, na ni kazi ambayo imekuwa inatumika, inafanya kwa muda mrefu. Kwa nini sasa? Kwa sababu serikali ilianzisha mradi wa mikopo ya nyumba mwaka 2010 na imeanzisha sera ya nyumba imekuwa ikiangaliwa. Kulikuwa na mambo mengi yanachunguzwa kwa sababu tuangalie jinsi gani tunaweza tukachukua nguvu za sekta ya binafsi tuzipeleke kwenye kusaidia makazi ya Tarusi. Ndio msingi wa maisha. Ndio msingi wa maisha. Yes. Kwa hiyo kama nimekuelewa kwamba leo ndio mnafanya uzinduzi rasmi wa utaratibu huu wa kutoa elimu. Na bila shaka ndio unazindua pia kupitia kipindi chetu hiki. Ndio nimeshukuru sana, nimefikiria na Azam inaanza na na labda ndio tumeanzia huko. Asante sana. Nakushukuru sana. Wakati tunaanza tulikuwa tunaonesha takwimu zile. Na wewe umeshiriki utafiti huo. Nimeusimamia, sio kushiriki. Umeusimamia hasa. Kwa hiyo unaujua vizuri. Kwa nini unadhani watu wengi hawana taarifa wala hawaonekane kujali masuala ya mikopo ya nyumba? Watu ni wachache sana, 3.7%. Moja inatokana na historia kwamba kulikuwa na wakati tulikuwa na ule uchumi wa kiujamaa, uchumi ambao serikali ndio ina nguvu, inafanya kila kitu. Sasa kutoka kwenye ule ujamaa kuja kwenye uchumi huria imetuchukua muda kidogo, na uchumi hasa miaka ya 80 pale 90 uchumi ulitetereka sana, lakini baadaye sasa unaanza kuendelea, watu wamebaki kwenye ile hisia tuliwaacha nyuma watu wetu. Na sasa hivi kazi kubwa tulionayo ni kuwarejesha. Kwa mfano, watu wanaogopa kukopa kwa sababu riba iko juu. Sio kuna ukiritimba bureaucracy ndio bureaucracy. Ukienda kukopa wanakusumbua makaratasi, mara ufanye hivi na hivi. Wengine wana hofu kwamba nikikopa wataja kunifilisi. Lakini mikopo tunayozungumza hapa sio mikopo ya wewe kwenda kuweka mali ili upewe nyumba. Unakwenda benki anakupa pesa, unanunua nyumba hiyo ndio inakuwa mkopo. Kwa hivyo hata kama atachukua ni kwamba kwanza hata kama umeshindwa kulipa hiyo nyumba utabaki wakichukua ile nyumba ile pesa zako ulizoziweka kwenye ile nyumba ni zako tayari, kwa hivyo zitakurudia. Tofauti na kama unapochukua mkopo ambao unalipa au unalipa kodi. Ukilipa kodi hata baada ukilipa kodi mwaka mzima kwenye nyumba ya John, baada ya mwaka mmoja huwezi kumwambia kwamba ile kodi yangu iko wapi. Lakini kwenye mikopo ya nyumba ile kodi ya mwaka mzima uliolipa, kama baada ya mwaka mzima unabidi basi uache, ile inakuwa ni pesa ulikishalipa kule. Twende taratibu. Nimenunua nyumba kwa kutumia mkopo wa benki. Nimeanza kulipa. Baadaye tutayafahamu zaidi mazingira ya kushindwa au kitu gani kinatokea. Katika kuanza kulipa labda nikakwama kwa sababu fulani za kipato na kadhalika. Pesa ile ambayo tayari nimeshaipa benki kama sehemu ya kuilipa nyumba,
nitarejeshewa wakati benki wanaichukua nyumba yao, sio? Yeah, ni kwa sababu ni hisa zako tayari kwenye nyumba. Aha, umeweka hisa. Aha. Na hebu tumsikilize Braves Kayoza. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, alipozungumzia faida za nyumba na hasa faida ya kupanga miji na kufanya watu waweze kununua nyumba ambazo ziko katika utaratibu mzuri kwa mikopo hii ambayo tunaizungumza. Kano mkubwa sana wa watu wenyewe kuwa na taratibu za kupanga miji yako, kupanga maeneo yako, kupanga mitaa yako kwa maana nzuri zaidi ya kuweka sehemu za makazi, sehemu salama za uwekezaji, sehemu salama za burudani, na mambo kama yale. Inasaidia sana kurahisisha shughuli ndogo ndogo za kijamii. Lakini nataka kulisitiza hili kwa kuangalia hizi takwimu zinaonyesha nini. Kwa mfano, Benki Kuu imefanya utafiti siku chache zilizopita na inaonyesha kwamba 41% ya mikopo midogo midogo ya watu wanaochukua mikopo midogo ni ama wanakwenda kujenga nyumba ama wanakwenda kuboresha nyumba zao. Kwa hiyo hili linakuambia kwamba gharama kubwa ambayo inatumiwa na hawa watu kutoa pesa zao mifukoni kwenda kuboresha makazi yao ingekuwa inatumika katika maeneo mengine. Hii maana yake nini? Maana yake kwamba kama sekta hii inaweza kuwa inakuwa vizuri, mikopo hii ya muda mrefu inasaidia kupunguza viwango vya riba katika soko la fedha. Mipango yako ya uwezekano. Naam, Braves Kayoza huyo mtaalamu wa masuala ya uchumi akilitazama swala hili katika jicho la kiuchumi. Na mwisho hapa anamaliza kwa kusema kwamba mtu anapopata mkopo wa nyumba na ni mkopo wa muda mrefu, akipata kwa riba nafuu, manake inapunguza viwango vya riba katika soko la fedha, sio? Umemwelewa kidogo? Labda nipe ufafanuzi wa hiki alichokisema. Tuseme hivi, kama mkopo ina mambo mawili. Moja ni riba, ile kama unamfidia ile aliyoko pale pesa. Alafu la pili ni ile muda wa mkopo. Sasa mikopo ya muda mfupi, hata ungekuwa ni wewe unakopesha mtu kwa muda mfupi, unataka akufidie zaidi, unapata riba kubwa zaidi. Lakini kisha kwa mirefu unakuwa na, kwa sababu atalipa kidogo kidogo kwa muda mrefu, alafu wewe mwishoni ukikusanya unaona kwako wewe uliokopesha ni nyingi. Kwa hivyo ni rahisi kufikiri na inatokea kwamba ile riba baadaye kwanza ni ndogo kwa sababu kwa muda mrefu, na hofu ambayo kama tukirudi kwenye ile study wanasema watu wetu wanasema, wananchi wetu wanasema, mikopo hii mimi nakupa milioni 10 alafu narejesha mkopo milioni 15. Hii ni pesa nyingi sana. Lakini ambacho asichokiona ni jinsi hiyo milioni 5 ilivyo kukotolewa mpaka kafika kule. Kwa sababu kama angekopa kwa muda mfupi milioni 10 arudishe kesho, akaambiwa analipa 12%, angeweza kuona labda amelipa kidogo. Lakini ukilinganisha ile pesa iliyorudishwa jumla kwa ujumla wake na ile ambayo iliyotolewa, utasema principal amount na ile amount ambayo umeweka pamoja na faida, angegundua kwamba kwa kweli riba iko juu. Kwa hivyo ni jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Na benki, ujue benki anapokupa pesa kwa muda mrefu naye ana shida yake. Shida kubwa alionayo ni kwamba sasa pesa hii ameikwenda kuitoa, akaitoa kwenye sanduku hili akampa kule. Hana pesa nyingine tena na atakuwa anaipokea kidogo kidogo kwa miaka mingi. Kwa hivyo na hii lazima atafute jinsi ya kwanza usipolipa, lakini pili mtu mwingine anapokuja anataka awe na uwezo huo. Kwa hivyo ndio maana kunaona serikali iliunda ile shirika la ile inaitwa TMRC ambayo wao wanasaidia mabenki, yani kama ni kopesha, lakini nitakukopesha ili uweze kufanya kwa muda mrefu. Na ni biashara. Mikopo ya nyumba si tukadanganya, ni biashara kwa mabenki. Na mabenki kama sasa hivi unasema yako 28. Kadiri yanavyokuwa mengi ni kadiri hiyo pia yanashindana. Na hasa lengo la mafunzo yetu ni kuwaambia watu kwamba ziko taratibu mbalimbali, iko masharti mbalimbali. Wewe kazi yako ni kuenda kuyaona na kuyapima ili uweze kujua wapi utapata riba nafuu. Labda Dr. Kom, tueleze kidogo kuhusiana na
huu utaratibu wa kutoa elimu, nani anatoa elimu, inafadhiliwa na nani, na ni kwa muda gani, na tutatarajia kujifunza nini hasa ambacho unatupelekea wananchi baada ya kuwa umefanya utafiti na kubaini udhaifu? Benki Kuu ndio wafadhili wakubwa wa mradi wa elimu ya mafunzo ya mikopo ya nyumba. Wao wanafanya chini ya ule mradi wa mikopo ya nyumba, na wao ndio walifadhili ile utafiti wa kwanza ambao ulifika 2013, na wamekuwa sambamba na hili wanaendesha mafunzo kwa ajili ya kuwezesha mabenki yaweze kujenga uelewa wa kusimamia ili zao la loan product, mikopo ya nyumba kama sehemu ya biashara yao. Na kwa sababu hii Benki Kuu tulipata zabuni ya kuwafanyia kazi kama kampuni tunaitwa Tresta. Ni kampuni ambayo inahusiana na mambo ya ardhi na taaluma za mambo ya nyumba, na kazi yetu kubwa ni kuweka zile, tumetengeneza vijitabu, tumeweka miradi mbali, taarifa mbalimbali kwa ajili ya kusambaza nchi nzima. Kwa hivyo tunafanya kama wakala wa Benki Kuu. Na Benki Kuu anafanya, kwa sababu najua mambo swala ya nyumba yako chini ya wizara mama, ni Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa hivyo ni hizi zote wanashirikiana, na hata tunapofanya chochote tunachokifanya katika hili lazima tunawashirikisha. Na ni mradi wa kutoa elimu, tunategemea utadumu kwa muda gani? Kwa mwaka mmoja. Kwa mwaka mmoja. Unadhani ni muda wa kutosha kwa wananchi wote kuelewa nini wanatakiwa kufanya na kuchukua hatua? Sio muda wa kutosha tuseme kwa sababu moja, mafunzo kama haya yanapaswa kwenda taratibu, kwa sababu ni ya kuondoa hasa hofu, ni ya kujenga, kubadilisha mawazo ya change mawazo ya watu kuhusu jinsi wanavyofanya shughuli. Kwa hivyo mwaka mmoja pengine ni, na tena nasema mwaka mmoja, lakini kwa kweli kuna hiki kipindi cha kuandaa mafunzo nacho kimechukua muda mrefu. Lakini Benki Kuu atakuwa anaendelea nayo, lakini kwa upande wa kazi ambayo tuliopewa kama kampuni ni kwa mwaka mmoja, na tutakuwa bado na vitu ambavyo tutakuwa navyo katika matovuti, tutakuwa na vijitabu vile, tunaingia kwenye vyuo vikuu vya nchi nzima kwenda kuwashawishi waweke kwenye mitaala yao walau kama somo au kozi kabisa ya mambo yanayohusu mikopo ya nyumba. Kwa hivyo katika ratiba yetu tunakwenda tunatembelea vyuo vikuu. Jamani, kuna hii kwani vyuo hakuna hiyo taaluma? Ni chuo cha ardhi pekee, chuo kikuu ardhi pekee ambao kwa sasa hivi wana hizi taaluma. Maana nataka kuuliza, wewe ni daktari katika hilo eneo, ulisoma wapi? Yani ni chuo kikuu ardhi pekee kwa sasa hivi. Sasa kama ninavyosema, na hii ni bahati mbaya sana kwa taifa letu, tumekuwa tukifanya kila mtu anafanya kikwake. Kwa hivyo mkikuta mhasibu kasomea uhasibu, hakuna mahali ambapo anafika anaunganisha taaluma nyingine. Ukienda nikienda kule chuo changu cha chuo kikuu ardhi au kwenye sekta ya ardhi kule Wizara ya Ardhi, kila mmoja ukimkuta mpima anafikiria mpima tu, hajui kama kuna mthamini pembeni au kuna mtu wa mazingira pembeni na hivi. Yani tunafanya kila kitu kwa njia hii sectoral, na ile kufanya kwa pamoja imekuwa tabu. Kwa hivyo tatizo kubwa tunalo ndio hilo. Hata kuna kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam wanazo program ambazo zinaelekea huku kule shule ya biashara, lakini zinakuwa wanazungumzia jinsi pesa unavyoitumia na ni mambo ya ardhi yanakuwa ni sehemu ya kutumia. Lakini tunachotaka ni kuizileta hizi pamoja ili kuwa na, ukiwa na kitu kama housing finance itasaidia sana, kwa sababu italeta zote. Sekta ya nyumba ina mambo mengi. Kwa hiyo ukiingia kule, mara ngapi umemsikia mtu atatoka chota sawa tangu zamani na sanifu majengo, basi wanafikiri watu ni wasanifu majengo, akikutana anamwambia ni kanisanifu majengo. Lakini kule kuna watu ambao hata kushika hiyo kalamu ya kuchora hiyo mchoro hajui, lakini yeye anasoma ya kwake na yeye anasoma ya kwake. Sasa hivi tunachotaka ni kuwaleta wote pamoja. Na katika maisha sasa hivi, unadhani italeta badiliko gani? Mabadiliko yatakuwepo mengi, kwa sababu kwanza itakuwa rahisi kwa sababu kuelewa nini kinachoendelea upande wa pili.
mchango wa sekta ya nyumba katika uchumi utaonekana kirahisi zaidi, na mategemeo yangu na ya serikali kwa pamoja kwa ujumla wake ni kwamba takwimu zinazotokana na hizi nguvu za binafsi moja moja zikiwekwa pamoja zitaonyesha hata ile pato la taifa lenye litakuwa. Daktari, mnaanzisha mradi of course Benki ya Dunia, Benki ya Tanzania ndio imeanzisha mradi. Wewe na kampuni yako ikipata zabuni ya kutoa elimu, mara nyingine unaweza ukaanzisha elimu, unasema tunataka kuwaelimisha watu, lakini ukawaambia kitu ambacho unafikiri wanatakiwa kujua, lakini sicho wanachotaka kujua. Wao wana mambo yao ambayo wangetaka kujua. Mmejiridhisha kiasi gani kwamba hii elimu ambayo mnaitoa ndio kile hasa ambacho mnafikiri wanahitaji kujua? Majibu yako kwenye ule utafiti kwamba katika kuzungumza na watu wa aina mbalimbali, kwa kuangalia genda kuangalia vipato, jinsia, yes, asante, kuangalia vipato, kwa kuangalia hivi, pamoja pia na kuzungumza na watu mbalimbali, wadau mbalimbali, na tuna katika mafunzo, sio kwamba tunasema sisi tuna majibu, hapana. Sisi tunachotaka tu ni kuleta zile hisia za sekta, kwamba sekta hii inavyofanya kazi inafanyaga hivi, na kuna fursa ambazo zinatokana na wewe kushiriki katika shughuli hii. Sasa kila mmoja kwa wakati wake ataendeleza uelewa wake. Hatuna elimu ambayo tunasema hii lazima, kama vile tunakuwa kufundisha shuleni tunasema lazima ujifunze moja na moja sana mbili. Sisi tunachokufanya tu ni kuleta zile fursa mbele kuzioni, na tuna sababu, na sababu kubwa ni hiyo kwamba hizi sekta zimekuwa zikikua kila moja kikwake. Kuna mambo mawili yanajitokeza. Kuna hofu ambayo imejengeka miongoni mwa watu kuhusiana na mikopo ya nyumba, lakini kuna watu kujua zile taratibu za kukopa, yani hizo fursa. Lipi kubwa limejitokeza wakati mkifanya utafiti? Nafikiri fursa hiyo, hizi taratibu. Taratibu hazilikamana, kwa maana kwamba watu wangejua taratibu, hofu ingeondoka. Tuliuliza swali, kwa mfano tuliuliza ungetaka kukopa leo, tuseme sasa umeridhika sasa kwamba una haja kukopa, ungekwenda wapi kutafuta mkopo? Alafu asilimia kubwa ya watu wale walisema karibu 90%, asilimia 90 wasema sina uhakika sana, sijui pa kwenda. Lakini wachache walisema shirika la nyumba. Sasa shirika la nyumba, wengine wakasema NSSF. Nafikiri walikuwa na maana ya mashirika ya hifadhi ya jamii. Kwa hivyo wanaona watu wanaotoa mikopo ni yale mashirika yanayojenga nyumba, kwa sababu yamejitangaza sana kuhusiana na nyumba wanazojenga. Kwa hivyo nafikiri kwamba akienda kule alafu watamwambia. Kwa hivyo ni taratibu hawazielewi, na hata lingine kwamba unakopa alafu unalipa pesa nyingi alafu pesa yangu inapotea. Hii ni taratibu pia, kwa sababu kikawaida hata wewe ulivyoanza maisha ulikuja Dar es Salaam, sijui ulikuja Dar es Salaam lini, lakini ulipofika Dar es Salaam kitu cha kwanza ulibidi ukae, kama uko na wazazi wako hapa, ulipangisha nyumba. Ile kodi ya kwanza ulilipa, ile ndio tunataka ile uilipie nyumba. Ulipe nyumba yako, ulipe kwenye nyumba ambayo ni ya kwako, baadaye utaimiliki. Unatoka shule unachukua mkopo, unalipia, badala ya kulipa kodi unalipia mkopo wako. Sasa watu wasema sasa angalia, nyumba ni ghali. Hiyo inaleta la hofu, kwa sababu hajui taratibu, anazalisha hofu, kwa sababu anasema mimi nikikopa nyumba kwa miaka 10, nyumba hiyo ya milioni 60, alafu unaambia nilipe 600,000, nitapata 600,000. Ni ghali sana hiyo. Lakini hata yeye hajaangalia ile nyumba anapokwenda kukodisha, anaambia 300,000, lakini anakubali, lakini hajafikiria ni kitu gani ambacho kiko kwenye 400,000. Mwishoni unaishia kulipa 400,000 pamoja na weka thamani sasa kwenye buguza,
weka thamani kwenye yanayotokana na upangaji wenyewe. Hilo la bugdha hilo labda tuliangalia baadhi ya watu ambao wamepata nafasi ya kuhojiwa kuhusiana na unapokuwa mpangaji, kero zile za wapangaji ambazo wanazipata wapangaji kwa kuwa tu wanalazimika kumlipa mwenye nyumba na kama mwenye nyumba hana moyo wa upendo kwa wapangaji wake inaweza ikawa shida. Tusikie kidogo maoni ya wananchi kuhusiana na hilo, kero za wapangaji. Kukaa kwenye nyumba hii bado hajakamilika, nimeona mateso na manyanyaso. Uchelewe kulipa tu hata mwezi mmoja, unakuja unatukanwa na kutolewa vyombo. Mimi nimewahi kutolewa vyombo kulingana na mimi ambao amenidhalilisha, nikaamua hapana, ndio nikaja kujibwaka kwenye nyumba ambayo haijakamilika. Kero ni nyingi sana za wenye nyumba, kwa sababu hata watu waliopanga kwa kweli wanapata shida sana. Mtu anakuwa kila wakati ameacha familia hapo, wewe uko kwenye shughuli zako, mwenye nyumba akija yani kuanza kubuguzi wale watoto nyumbani au jamaa ulioacha pale nyumbani, yani inakuwa hamna uhuru wa watu kuishi katika nyumba za kupanga. Kuna wapanga wanani wenye nyumba wengine ni wakorofi sana. Mimi nimeamua. Hizo ni kero za wapangaji. Basikia. Haya ni mambo ambayo mmeyasikia wakati mkifanya utafiti? Tumeyasikia na bahati nzuri nimekuwa kwenye hii taaluma kwa muda na tuna tafiti zingine ambazo zinafanana na hizo pia. Labda isije kaeleweka kwamba kwa kung'ang'ania, lakini kwa kusisitiza kwamba kumiliki nyumba ndio njia bora, haina maana kwamba tunasema na ya nyumba za kukodisha sio mkakati wa kufaa. Lakini kila mmoja ina nafasi yake. Na yule ambaye anataka kumiliki nyumba lazima afahamu, ajue ana fursa. Kama una uwezo wa kukodisha, una uwezo pia wa kumiliki nyumba. Na ukimiliki nyumba wewe umetusaidia kitaifa. Kwa sababu kwenye kitaifa kuna upungufu mkubwa sana wa nyumba. Upungufu mkubwa kweli. Tafiti zilizopo zinaonyesha, ngaje kidogo tunazitia wasiwasi sababu kila wakati nasema 200,000 kila mwaka zinaongezeka. Kuna upungufu wa nyumba milioni 3 miaka 10 iliyopita tumesema hivyo, na sasa haiwezekani kabakia pale pale. Tunahisi hizo takwimu hazijakaa sawa. Lakini chochote unachokifanya ukaongeza nyumba moja ya pili, umesaidia taifa. Kwa hivyo wewe ambaye unakodisha, unabaki kwenye kukodisha, na kile ulikuwa na uwezo ambao tungeweza ukachukua mkopo, ukawezesha kampuni ambayo inajenga nyumba ikajenga nyumba nyingine. Kwa hivyo zingekuwa zinaleta maendeleo, uchumi ule ungekuwa unakuwa. Najaribu kukuelewa Daktari kwamba nikinunua nyumba kwa mkopo, kwa sababu ninapita katika utaratibu rasmi wa kulipa, manake kutakuwa na kodi ambayo inaenda serikalini, si ndio manake? Au yani najaribu kutafuta ni wapi kumiliki kwangu nyumba kunachangia pato la taifa. Okay, labda hivyo, kwa sababu sio kwamba unanunua nyumba alafu serikali inapata kodi pale. Kwa maana hata kuna national housing kwa wanalalamika kuhusu VAT kwenye hizi zinafanya nyumba zinakuwa ghali. Kumiliki nyumba kwenyewe tu, kuwa na nyumba, idadi ya nyumba kama serikali au kama uchumi au kama mimi binafsi, ni chanzo cha kutengeneza pesa zaidi. Kwa maana ukiwa na ile nyumba, kwa mfano kama wewe ukishachukua nyumba yako, umenunua, pesa zile ulizonunua zinabaki kwenye, kama hisa zako zinakusanyika, wewe unaanza kuzitumia tena kufanya shughuli nyingine ya uchumi. Lakini nyumba ile itaanza, kama ni kodi serikali utalipa kodi ya wanaita nini, kodi ya majengo, au na kodi ya kiwanja au na hivi. Lakini wewe kwa kuwa na ile nyumba tayari umewekeza shughuli nyingi sana za kiuchumi kwenye ile nyumba. Wale watumishi watakaoangalia ile nyumba, mambo mengi tu yatakuwepo hivi. Na uchumi ambao watu wana nyumba wamejenga nyumba nyingi, na tumeona pale ambapo sekta ya nyumba inachangia sehemu kubwa ya pato la taifa, nchi zile zinakuwa na hali nzuri kiuchumi, kwa sababu ni shughuli ya kibiashara. Na ndio maana yake hata hii nyumba ile kama hii studio yenu hapa, kwa kuipo hapa tayari
kuna watu wanapata ajira, na kwa hivyo serikali inakuwa inapata, kama ni mapato inapata kule. Inapata. Nakushukuru sana. Baraka Munisi ni mtaalamu wa masuala ya mikopo ya nyumba kutoka Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia Jackson Lohayo pia ni mtaalamu wa masuala ya mikopo kutoka Benki ya Azania. Hawa walizungumzia swala la hofu ambayo tumekuwa tukizungumza kila wakati, ukizungumza wanasema wananchi wana hofu, na hiyo ndio umeiona pia katika utafiti. Hofu ya watu kukopa nyumba inaweza ikaondokaje? Tunaiondoaje hofu? Hofu hasa kwa maana ya mafunzo haya, kuwaelekeza watu nini kinachopasa kufanyika. Ukijua utaratibu, ukijua mabenki yanafanya nini, ukijua wewe kwa kuingia kwenye utaratibu huu haki zako na majukumu yako ni yapi, itakuwa rahisi. Hofu inakuja swala mfano ya kodi. Kodi uliopangiwa leo kwa benki itakuwa ndio pesa unayolipa. Kwa mfano kama ingekuwa kodi yako 400,000 na ukwenda kukupa mguu nyumba ya namna hiyo ukalipa 400,000, hiyo 400,000 kwa benki ingekuwa ndio hiyo unalipa miaka yote 10 au 15 ya mkopo wako, siku hizi mpaka miaka 25. Lakini kodi kwa sasa hivi mtu anaweza akakopa mkopo wa nyumba na akaulipa kwa miaka 25 na kwa kiwango kile kile kilichokadiriwa, ile kiwango ambacho cha marejesho. Ukiambia marejesho yako ni 600,000, maana itadumu hivyo kwa kipindi chote. Kwa kodi, ninapokodisha nyumba kwa John, nikikubaliana shilingi 400,000 kwa mwezi, mwaka 2-3 anaibadilisha. Na hivi sasa ikifika miaka 3, 4, 5, hata kama ile kodi ilikuwa mnampa John ilikuwa ni ndogo kuliko gharama ya mkopo, kwa kweli miaka 4-5 ile kodi itakuwa ni kubwa kuliko ile mkopo. Na mara nyingi sana natoa mfano wa rafiki yangu ambaye alikopa wakati wa benki ya nyumba mwaka 82. Ilikuwa nyumba nzuri kabisa Dar es Salaam hapa, unaweza kujenga, na mkopo wa juu kabisa ilikuwa 120,000. 120 shilingi za Tanzania. Nyumba ya bedroom 3 hapa Kichotamo najenga, na wazipo nyingi tu bado. Alafu alikuwa analipa shilingi 175 kwa mwezi kwa miaka 20. Baada ya miaka 20 bado bwana alikuwa analipa bado 120. Kwa hivyo unaona huyu jamaa, fikiria mwaka 90 unalipa, unaambia wewe benki unakula kulipa shilingi 175 kwa mwezi alikuwa analipa. Ni deni lake. Lakini nyumba miaka 90 ulikuwa huwezi kupata chini ya shilingi 50,000 hapa Kitonyama kwa mwezi. Sasa kama aliogopa kulipa shilingi 175 kama 1750 samani 1750 kama marejesho ya mkopo mwaka wa 90, hiyo kodi kama angekuwa anaendelea kukodisha nyumba angekuwa analipa 50,000, lakini angalia alikuwa analipa shilingi 1750. Kwa hivyo hofu inatokana tu na kutokufa. Sasa hebu tuwasikie wale wataalamu ambao tuliwatambulisha mapema kuhusiana na wao wanasema nini kuhusiana na hii hofu, kwamba inaweza ikaondolewaje hofu ya mtu kukopa nyumba. Mimi nimekopa, nimenunua au nimejenga nyumba. Mkopo wangu ni wa miaka mathalan 15 au 20. Then katikati hapo, baada ya miaka 10 au miaka 5, nimepata ajali, nimepata ulemavu wa kudumu au nimepoteza maisha. Na hakuna mwenye uwezo ndani ya familia kuendelea kulipa ule mkopo. Basi nini kitatokea? Wengi wanahofu kwamba kwa njia hiyo atakuwa amepoteza kila kitu au familia itapata matatizo. Tunazo bima ambazo zina cover hayo. Kuna bima ambazo zina cover iwapo mteja atafariki au atapata ulemavu wa kudumu, basi ile bima itailipa benki kile kiwango cha mkopo kilichosalia, na ile hati atakabidhiwa msimamizi wa mirathi au mrithi wa marehemu. Lakini pia tuna bima nyingine kwenye mikopo ya nyumba. Tuna bima ya kuikava ile nyumba, pengine pakitokea moto, nyumba ikateketea,
basi bima ile itaweza kurejesha nyumba ile katika hali iliyokuwepo na mteja ataendelea kulipa mkopo wake kama kawaida. Wewe mwenye nyumba ni vizuri ufahamu thamani ya nyumba yako, uchukue insurance nyingine ya kitofauti, au unaweza kuongea na benki uchukue bima ile ya milioni waongeze kufikia value ya ile nyumba, kwa maana kwamba inapotokea tatizo kama la moto, benki watalipwa cha kwao na kinachobaki kitakuwa cha kwako. Lakini bima inaweza kawa ni moja, au unaweza kuwa na bima mbili tofauti, na sio bima ya jengo tu, hata bima ya vitu vya ndani tunasema kwamba ni vizuri, hata bima ya TV, bima ya vitanda, bima ya magodoro, bima ya makochi, vyote kwa pamoja. Siku hizi kuna kampuni ya bima zipo nyingi zinatoa mpaka bima ya assets za ndani. Na ndio maana tunasema sasa makampuni ya bima yatumie nafasi ya kuelezea watu. Kwa mfano yale majanga yaliyokuwa yametokea Kagera, Bukoba, ile ingekuwa zile nyumba zimekatiwa bima, kwa sasa watu tusingekuwa tunahangaika. Watu wasingekuwa wanahangaika kujenga wenyewe. Ni kwenda kwenye kampuni tu husika, na ile kampuni inakuja inakurudishia miundombinu kama ilivyokuwa zamani. Mimi nimekopa, nimenunua au nimejenga nyumba. Ni wataalamu hao kutoka Azania, Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia Shirika la Nyumba la Taifa, wakitoa maoni yao kuhusiana na mtazamo wao kuhusiana na ile hofu inavyoweza ikaondolewa, na kubwa zaidi linaloguswa hapa ni swala la bima. Labda nisikie pia kutoka kwako. Ni kweli, kwa maana kinga gani unaweza kuchukua kwa ajili ya tukio litakalotokea na linaweza kutokea, na hizi taratibu zipo, na nimeshukuru sana waliweza kuziweka vizuri. Bima ni muhimu na ni sharti katika mikopo, kwamba ni sharti la lazima kwamba unachukua nyumba lazima iwe na bima, na wewe uwe na bima pia, na inalinda sehemu zote mbili, wewe uliokopa na yule aliyekukopesha, na inakuwa ni sharti ambalo linatekelezeka kirahisi na gharama. Wakati wa utafiti kuna taarifa kwamba akina mama walionekana kutounga mkono swala la mikopo, na bila shaka hofu ilikuwa ni kwamba mume wangu akikopa alafu katikati ya safari ya kulipa akafa, manake nyumba nitanyang'anywa, ni bora tusikope. Kwa hiyo watu wasio na hofu juu ya kunyang'anywa, sio? Bima inakusaidia sana, kwa sababu hii masuala ya mama na baba, hili swala nalo linazingatiwa sana hata kwenye hizi tafiti tulifanya, na pia katika maisha ya sasa hivi. Makubaliano ya hawa wawili katika kuchukua mikopo ni muhimu sana, na sidhani kama atatusumbua sana kwenye hili. Ila hii ni kinga ya hofu, bima. Lakini kuna hofu kubwa ambayo nimeona kama ambayo inawasumbua ni zile gharama na ya riba, gharama ya mkopo mwishoni. Kama ile nisema wale mtu mimi nakopa milioni 100 alafu naambia nipe milioni 175, huyu ni wizi bwana, hiyo 75 yote. Lakini ile ndio ile ambayo tunasema kwamba ni ukishaelewa nini kinachoendelea inakuwa vizuri, na hasa tukiweza kuwaeleza watu wakaelewa kwamba kila ninapolipa mwisho wa mwezi, naporejesha mkopo wangu, pesa ile nilorejesha ni hisa yangu. Pesa ile nilorejesha kama nimechukua mkopo wa miaka 10, miaka 5 nimekushaweka pesa, nimekuwa nalipa labda imefikia milioni 20 nimekushalipa. Mimi na uwezo ile milioni 20 ile ambayo nimekushalipa, ambayo iko kwenye akaunti yangu, kwamba ile nyumba imeshakuwa tuseme 20 ndio nusu ya malipo ilikuwa inahitajika. Ile nyumba nusu yake ni mali yangu. Sasa naweza kuitumia kama ninavyotumia mali zangu zingine, kwa maana zile hisa zangu zimefikia milioni 20 na nimepata shida, naweza nikarudi kule kwa benki nikamwambia benki, hebu fanya namba nikopeshe hela. Sasa dhamana ya mkopo wangu ni ile hisa zangu ile pesa ambayo tayari umeshachanga, iko kumle tayari. Yani kama naelewa sasa, una deni la milioni 50, unalipa, limepungua mpaka yani umeshalipa milioni 20, ziko benki unadaiwa milioni 30 tuseme. Kwa hiyo ile milioni 20 ambayo tayari umelipa benki ni hisa yako. Ni hisa yako. Unaweza ukaenda benki kwamba kwa dhamana ya milioni 20 naombeni mkopo. Kabisa. Huku ukiendelea kulipa nyumba. Okay. Ambayo hii singetokea kwenye namna nyingine kama wewe unashughulikia mambo ya kama kwa ni mlipa kodi ya pango.
Tukisema pango maana yake kodi ya nyumba, sio? Usingepata fursa hiyo. Lakini pamoja na hayo lazima ujue pia kwa kadiri unavyolipa ni kadiri hiyo unakuwa huru zaidi. Ile nyumba inakuwa ni ya kwako. Na siku ya mwisho, kwa sababu kuna hofu nyingine ili kwamba mimi nanunua nyumba alafu hati wanabaki nayo. Wanakupa ile hati baada ya kumaliza mkopo. Lakini kweli unaweza ukarudi katikati hapa wakati unaendelea, kama unalipa vizuri unapata ni hisa zako na kopa zidi ya hisa zako, na mwisho unapopewa ile hati yako basi una kitu cha kufanya. Lakini sasa nimekopa, lakini mimi nilikuwa Dar es Salaam, ndio kama alivyosema mheshimiwa pale, nataka kuhama mkoa, nataka kwa sababu nyingine. Sasa itakuwaje na hii nyumba ninayo hapa na kule, siwezi kuservice mkopo wangu nikiwa huko kule na hivi na hivi. Je, unaweza ukauza? Unaweza ukauza. Yaani kwa na ule mkopo wa ile nyumba sio kwamba huwezi kuuza, unaweza ukauza. Tatizo sharti tu lazima ile benka, ile mkopeshaji wako umwarifu kwamba bwana anataka kufanya hivi na aridhie, kwa sababu wewe unataka kuuza mali ambayo iko kwenye yaani umenunua nyumba kwa mkopo wa benki. Imefika mazingira fulani unasema mimi naamua kuiuza. Kwa kushirikiana na benki yako unaweza mkafanya hayo mauzo, sio? Kwa kuarifu benki. Kwa kuarifu sasa benki. Nikishaiuza maana yake si lazima nirudishe pesa iliyobaki ya benki. Ya benki sasa anachokufanya ni kwamba wanakuomba sasa, okay, unataka kuuza, sawa, tunaridhia, lakini huyu anayenunua lazima ananunua na majukumu yale ambayo umebaki nayo. Ya deni. Kusudi bila shaka ananunua deni. Kwa hivyo inabidi iwe hivyo. Labda tuende katika ukurasa wetu wa Facebook kuangalia watazamaji wetu wametuandikia nini tuliposhirikisha kuwauliza kwamba unafahamu nini kuhusu mikopo ya nyumba inayotolewa na benki. Naam, watazamaji wetu ambao wameshiriki nasi katika mada hii ni Juma Ngimba, unasema unatokea pale Itona Mufindi, unasema kwa kweli hii mikopo ina faida hasa kwa mwananchi kukopeshwa nyumba na kujikwamua kimaisha, ukizingatia mwananchi yule wa hali ya chini. Nadhani hii mikopo inalenga sana kwa mwajiriwa wa serikali. Nirudie, anataka kumaanisha nini? Kwa kweli hii mikopo ina faida hasa kwa mwananchi kukopeshwa nyumba na kujikwamua kimaisha, ukizingatia mwananchi yule wa hali ya chini. Nadhani mikopo inalenga sana waajiriwa wa serikalini, ndivyo wanavyomaanisha. Pia hilo tutabidi tuanze nalo pia wakati tunajaribu kwamba kuangalia nani mwenye sifa ya kukopeshwa. Anthony Mankei kutoka wapi, unasema Gololo, unasema ni moja kati ya mikopo yenye tija tena yenye kumsaidia Mtanzania, lakini mkopo huu hulenga wa kukwamua mkulima au mtu wa hali ya chini, bali bila shaka haulengi kumkwamua mkulima au mtu wa hali ya chini, bali wanufaika wanakuwa ni watumishi wa sekta mbalimbali za umma, na tungependa kuona elimu zaidi ikitolewa juu ya mkopo huu ili wengine waweze kunufaika. Ni hoja ambayo inafanana na mzungumzaji wa kwanza kwamba wanufaika wanaonekana ni wale wenye elimu, wenye ajira rasmi. Kasim Hassan wa Mafia Kirundoni unasema ninachofahamu mimi, huu ni mtego wa kuwanasa wanyonge ili washindwe kulipa na mwishowe kichukuliwa hata kile walichoweka dhamana, ili umaskini uzidi kwa watu fulani. Mikopo yao ni mzigo mzito kwetu, hivyo hauna maana yoyote. Umsikiliza? King Majuto wa Geita anasema hii mikopo inasaidia sana, lakini ninavyofahamu mimi mikopo hii ni mahususi kwa watumishi na wenye ajira hasa serikalini. Kwa mtu binafsi au mfanyabiashara ni ngumu kupata mkopo huo. Hoja nyingine inayofanana. Bakari Hamisi wa Paswa Moshi wa Tanzania wanasema kimsingi haijulikani na Watanzania waliokuwa wengi, kwani kulingana na hali halisi ya mabenki mengi riba ipo juu. Haya,
huyu ni nani? Nimalize na Isa Sambo mpenda amani. Anasema Isa Sambo mpenda amani anasema mkopo wa nyumba ni mkopo unaohusiana na thamani halisi ya nyumba anayoinunua mkopaji na kulipiwa na benki kwa awamu moja ya mkopaji, na mkopaji kurejeshea benki kwa awamu tofauti tofauti. Ila tatizo ni kwamba licha ya nyumba hizo kuuzwa kwa bei isiyomlenga mwananchi wa kawaida, bado pia riba zao ni kubwa sana, kwani huna chanzo halisi cha kujiingizia pesa. Ni heri kujikusanya kidogo kidogo na kujenga taratibu kuliko kukopa na baadaye uingie kwenye migogoro na benki. Shabani Rapui, kijana wa mchapakazi huyu, namaliza na wewe wa Chamazi, Dar es Salaam, anasema jinsi ninavyofahamu mimi, mikopo hii ya nyumba hususan ni mahususi kwa watumishi wa serikali tu na si vinginevyo. By Shaban Rapui, kijana mchapakazi. Haya, namaliza namna hiyo. Dr. Com, hoja kadhaa zimefanana. Huyu Isa Sambo wa Pasomosh anasema mkopo wa nyumba ni mkopo unaohusiana na thamani halisi ya nyumba anayoinunua mkopaji na kulipiwa na benki kwa awamu moja, na mkopaji anarejesha benki kwa awamu tofauti. Ila tatizo ni kwamba licha ya nyumba hizo kuuzwa kwa bei isiyomlenga mwananchi wa kawaida, bado riba zao ni kubwa. Hoja ziko mbili, kwamba bei za nyumba ni kubwa, haimlengi mwananchi, lakini pia riba ni kubwa. Haya ndio mashaka mengine ya mtu kama huyu ambaye anaonekana anafahamu vizuri sana. Nipe maoni yako kuhusiana na huyu. Kwanza ni washukuru kwa maana wameendana na ile mada ambayo tumekuwa nayo. Ni kweli benki wanalipa kwa awamu moja, alafu unalipa kidogo. Na ile nyumba inazidi kuwa ya kwako kadiri unavyolipa. Kwamba riba ziko juu, hili kwanza tulishalifafanua kwa maana moja. Inaweza, yani hatutumii ndugu yangu hapa huyu angekaa chini akafikiria kwanza kidogo. Kama amewahi kununua gari au labda sijui hata furniture ya nyumbani tu, bei yake wakati fulani, wakati ule wa mwaka juzi na bei yake kwa mwaka huu zinatofautiana. Kwa hivyo kuna katika hali ya maisha, gharama za maisha huwa zinapanda, na bora ukawa nayo leo kwa sababu kesho hujui itakavyokuwa. Na kwa hivyo nilikuwa nafikiria riba inaweza kukuogopesha, unaona iko juu, lakini ni kama vile tulisema, yule mtu alinunua nyumba alichukua mkopo 1982 kwa shilingi 1750 mwaka 94, ile nyumba yake ilikuwa imeshafikia kodi yake 50,000, lakini bado alikuwa analipa 1750. Ukipiga mahesabu hata unaona riba ile hata haikuwa na maana tena. Kwa hivyo vitu vinakwenda vinajilipia vyenyewe. Ila ni mkopo kweli kwa ajili ya watumishi wa umma tu? Ndio swali limejirudia. Hapana, katika hii soko huria, na soko huria ni kwamba ni kila mmoja anafaidika. Ni sekta binafsi kwanza ndio inafanya kazi kubwa sana. National Housing ni kama shirika la umma linajitahidi sana kuweka nyumba na nini, lakini pia kuna watu wengine wanaweka. Serikali nayo kama mwajiri lazima ajitahidi, na ndio maana wana ile watumishi, kampuni ile nyumba za watumishi wa serikali. Kuna shirika ile la wakala wa majengo TBA na hivi. Kwa hivyo serikali kwa upande wake inaonekana inafanya, wanapeleka kule, lakini mabenki yanachokifanya, kama ukitaka mkopo mradi tu, na labda pengine hapo ndio mheshimiwa yule ilikuwa ni wapi hapa nani hapa Mafia alisema ni mikopo kwa ajili ya watu wenye kipato tu, sio kwa ajili ya watu wadogo na hivi. Ukweli ni hivi kwamba unachotafuta ni jinsi ya kuongeza umilikaji wa nyumba, kwanza kuongeza nyumba kwenye uchumi, na kwa sababu tukiongeza kila nyumba inaongezeka, inasaidia pato la taifa. Alafu unaangalia mkakati, uanze na mkakati upi, na unaanza na wale ambao kwanza wana kipato, ambao wanaweza wakawasaidia hilo. Ni wafanyabiashara, ni watu wanafanya kazi binafsi, ni watu wanaofanya serikalini. Kwa hivyo kuna ukweli kwamba hapa huwezi kumpa mkopo mtu
Hata kama unataka kumpa mdogo wako zawadi ambaye hana kipato chochote, huwezi kumpa gari. Kwa maana ukimpa gari anaanza kutafuta pesa ya mafuta asubuhi, mafundi na unampa gari na unaweza kuwa umempa chombo cha kumfilisi. Sasa nitajuaje kwamba sasa kipato changu kinaniwezesha mimi kumiliki nyumba kwa njia ya mkopo wa nyumba? Sasa nalo hili katika vipeperushi ambavyo tumetayarisha linafafanulia vizuri kwamba kabla hujachukua ule mkopo kuna kujitafakari, kuona kipato chako ni kiasi gani, kuona kama na ulisema pale mwanzoni, tafiti zinaonyesha 30% mpaka 35% ya kipato cha mtu inaweza kana tumika kwa ajili ya mahitaji ya nyumba. Kwa hivyo kama wewe una kipato chako cha kiasi fulani, labda ni mshahara au labda ni kutokana na biashara yako unayofanya, labda unapata 1,000,000 au tuseme 2,000,000 kwa mwezi, tunahisi 1/3 ya hiyo mshahara ya pesa yako hiyo ni kama 500,000, 600,000 ambayo inaweza kana kwenda kwenye mkopo, unaweza kukua kwa ajili ya matumizi ya nyumba. Basi kama ukiweza kufikia mahesabu ya namna ile, unaweza ukaenda kwenye soko kwenye mabenki haya ukaona kama kuna aina fulani ya mkopo ambayo inaweza ikawa unalipa kiasi hicho. Asante. Tulikuwa tunamtarajia Bwana Oswald Urassa ambaye ni kutoka kampuni ya TMRC ambayo tulikuwa tumeizungumza kwa ufupi kuhusiana na kampuni hiyo kuyasaidia mabenki kupata mitaji ili yawe na ujasiri wa kuweza kuwakopesha wateja wake mikopo ya nyumba. Lakini kabla hatujamruhusu kuingia hapa, turudi studio ambako Bwana Lohai kutoka benki ya Azania alizungumzia swala la mahitaji ya nyumba, kwamba benki zinatoa mikopo na licha mahitaji yale kuwa makubwa, tuliyasema kwa ufupi, nyumba 3,000,000 na zinaongezeka 200,000 kila mwaka, lakini pamoja na benki nyingi kutoa mikopo, lakini anaona kama vile bado hazijaweza kukidhi mahitaji kwelikweli. Hebu tumsikilize kidogo anapozungumzia mahitaji ya nyumba. Sisi mtu mmoja au kila mmoja anajenga nyumba yake peke yake kwa nguvu zake au kwa kutegemea akiba unazoziweka, lakini njia ya pili ambayo ndio tunataka kuizungumzia ni kuwepo kwa mikopo ya ujenzi au ununuzi wa nyumba. Kwa hiyo mtu anaweza kuchukua mkopo kwa ajili ya kununua nyumba kwa mtu mwingine au kununua nyumba kwa mwendelezaji anayejenga kwa ajili ya kuziuza, au mkopo kwa ajili ya kujenga na kusimamia mwenyewe nyumba yake. Mpaka sasa hivi tuna benki 28 ambazo zinatoa mikopo ya nyumba, yani mortgage financing, na nyingi zimeanza kutoa mikopo hiyo baada ya mwaka 2008, kwa sababu kuanzia mwaka huo ndio tulianza kuwa na sheria rasmi inayosimamia mikopo ya nyumba kutoka benki kuu. Kwa hiyo kuanzia 2008 ndio tulianza kuwa na nyingi, lakini kabla ya hapo tulikuwa na benki 2 au 3 tu ambazo ziliweza kutoa mikopo kabla ya kuwepo kwa sheria hiyo. Uwepo wa benki 28 mpaka sasa hivi umewezesha watu 3,000 au kuwepo kwa mikopo takriban 3,000. Sasa ukiangalia uwiano wa mikopo 3,000 na mahitaji ya nyumba 300,000, utaona kwamba mpaka sasa hivi benki hizi zimeweza kutoa mikopo inayofikia 1% ya ule upungufu wa nyumba kwa Tanzania. Kwanza ni kiwango kidogo sana ambacho tayari benki 28 zimeweza kukopesha. Ni kiwango kidogo sana kwa maelezo ya mtaalamu huyu kutoka benki. Nikukaribishe Bwana Oswald Urassa, patia jina, mkuu wa kitengo cha fedha kutoka kampuni ya TMRC. Kwa ufupi sana tuambie TMRC ni nini, inafanyaje kazi? Asante mtangazaji. TMRC ni Tanzania Mortgage Refinance Company Limited. Ni taasisi binafsi ambayo ilianzishwa na baadhi ya mabenki kwa ajili ya kutoa fedha za muda mrefu kwa mabenki ili benki ziweze kutoa mikopo ya nyumba, na mikopo ya nyumba kawaida ni mikopo ya muda mrefu. Kwa hiyo amana za benki walizokuwa nazo haziwawezeshi kutoa mikopo muda mrefu, na TMRC ilianzishwa baada ya utafiti uliofanyika mwaka 2007 2008, na ikabanika kwamba mojawapo ya sababu kwa nini mabenki yatoe mikopo ya nyumba ni kwamba yalikuwa hayana amana za muda mrefu, hazina fedha za muda mrefu ambazo zinaweza kutoa mkopo miaka 10, 15 na miaka 20 na kadhalika. Na kawaida mikopo ya nyumba ni mikopo ya muda mrefu.
miaka 15-20. Sasa kwa wakati ule, kwa vile benki zilikuwa hazina amana za muda mrefu kuweza kutoa mikopo hiyo, ndio maana walikuwa waweze kushiriki kwenye utoaji wa mikopo ya nyumba. Kwa hiyo TMRC ilianzishwa kama kutekeleza mradi wa Benki ya Dunia wa maendeleo ya mikopo ya nyumba, Housing Finance Project, na tulianza mwaka 2011 na tuna support banks kwa ajili ya kutoa mikopo ya nyumba. Kwa hiyo sisi tunakopesha benki. Nyinyi mnakopesha benki ili benki nikopeshe mimi. Sawa kabisa. Sasa ukimsikiliza Lohai pale, mtaalamu wa masuala ya mikopo ya nyumba kutoka Benki ya Azania, anajaribu kuonesha kwamba tunazo benki nyingi, lakini mpaka sasa zimefanya kazi ndogo sana. Hamkuwapa fedha ya kutosha? Ukweli ni kwamba dhana ya mikopo ya nyumba bado ni mpya, ni ngeni. Tulikuwa na THB miaka ya nyuma, baadaye ikafilisika. Kwa hiyo bado ni dhana ngeni. Lakini pili, nadhani watu wengi hawajafahamu kwamba kuna uwezekano wa kumiliki nyumba badala ya kulipa kodi, yani unakwenda kwa mpangaji au mwenye nyumba na mlipa kodi, unaweza kutumia kodi ile ambayo ulikuwa unalipa kwa ajili ya kulipa kodi ya nyumba kwa kuchukua mkopo wa nyumba na ukarejesha mkopo benki, na mwisho wa siku ukimaliza kurejesha mkopo wako, ile nyumba inakuwa ni mali yako. Sasa ni kitu ambacho hakijafahamika kwa watu wengi, na mojawapo ya madhumuni ya kipindi hiki pamoja na mpango uliopo kwa kule BOT ni kuleta hamasa na kuhamasisha watu kwamba kuna fursa ya kukopa kwa ajili ya kununua nyumba, na hivyo kuendelea kufanya marejesho kidogo kidogo kwa muda ambao mtakubaliana wewe pamoja na taasisi husika. Sikiliza maoni ya Kasim Hassan au kwepo, nitayarudia alafu nisikie maoni yako na wewe. Huyu ni wa Mafia Kinondoni, anasema ninachofahamu mimi, swali lilikuwa unafahamu nini kuhusiana na mikopo ya nyumba inayotolewa na mabenki. Anasema ninachofahamu mimi ni mtego wa kuwanasa wanyonge ili washindwe kulipa, na mwisho kichukuliwa hata hicho walichokuwa nacho, walichoweka dhamana. Ili umaskini uzidi kwa watu fulani na mikopo yao ni mzigo mzito kwetu na haina maana. Sidhani kama ni kweli. Kwanza mkopo unahitaji nidhamu ya kulipa, kurejesha. Yaani ukishajua unavyokopa kwamba mimi nina deni na ukawa na nidhamu ya kurejesha ule mkopo unakusaidia, unakupa nafuu. Ukichukua mkopo wa nyumba kwa mfano, badala ya kuchukua miaka 10-15 kujenga nyumba, siku ulivyotengeneza ile design mpaka unakuja kumaliza nyumba yako, na unaweza kukuta kwamba hata ile design ambayo ulikuwa umeichagua imepitwa na wakati. Lakini mkopo wa nyumba unakuwezesha kununua nyumba, au kama ni ukajenga nyumba yako ukamalizia, ukaanza kuishi ndani ile nyumba. Lakini ili mradi tu na nidhamu ya kufanya marejesho. Mbona tuna nidhamu ya kulipa kodi za nyumba ukiwa kama mpangaji, lakini tukosi nidhamu ya kulipa marejesho ya mkopo wa benki? Kwa hiyo mkopo wa nyumba unakusaidia kumiliki nyumba yako, na uzuri ni kwamba unaishi ndani ya ile nyumba, na hata majirani watajua kwamba ile nyumba ni ya kwako, labda uambie kwamba una mkopo benki. Na kwa maana hiyo ni kwamba mikopo ya nyumba inatoa nafuu, kwa sababu unaanza kuishi kwenye nyumba ambayo unaichagua wewe mwenyewe. Inakuchukua muda mfupi kuanza kumiliki ile nyumba, na mwisho wa siku kama una nidhamu na una kipato cha kutosha kuweza kurejesha ule mkopo, unakuwa ni mmiliki wa nyumba baada ya kufanya yale marejesho. Kwa sababu kama ni mtego wote, lakini ni kama tuna nidhamu ya kulipa kodi ya nyumba kwa wenye nyumba, kwa nini sio na nidhamu ya kurejesha marejesho ya mkopo wa nyumba kwa kununua nyumba ambayo unanunua kidogo kidogo mpaka mwisho wa siku ukimaliza kulipa nyumba inakuwa ni mali yako. Hili tumeshajaribu kulijibu mapema kwamba hofu, kwa nini watu wanafikiri ni mtego kwamba utafika wakati utanyang'anywa. Ni mazingira gani, kwa uzoefu wenu, ni mazingira gani ambayo yanaweza akamfanya mtu akose sifa za kumiliki nyumba hiyo ya mkopo na mwisho benki iamue kumnyang'anya? Mikopo ya nyumba kwa kawaida, na tukichukua uzoefu wa nchi za wenzetu zilizoendelea, kwa kweli ni mikopo ambayo ni mahususi zaidi kwa watu wenye kipato maalum cha uhakika kwa kila mwezi. Mathalan wafanyakazi au kama wafanyabiashara ambao wanajua. Ndio akatoa mfano Dr. Komo hapa kwamba huwezi kumpa mdogo wako gari ambalo hata mafuta hawezi kujaza. Ndio hicho sasa. Yaani ili uweze kukopa nyumba lazima benki iridhike kabisa una kipato cha kutosha kurejesha, fanya ile rejesho la kila mwezi kwa benki husika. Sio mkopo wa huruma. Hapana, sio mkopo wa huruma. Lakini pili, ili wewe kama mkopaji uweze kwenda kukubaliwa benki, inabidi ujipime kwamba mimi kipato changu kitaniwezesha mimi kufanya lile rejesho la kila mwezi itakapofika mwisho wa mwezi. Kama sio hivyo, basi ama unapunguza kiwango cha mkopo au unatafuta njia nyingine mbadala ambayo itakusaidia kuweza kumiliki nyumba. Lakini ukweli ni kwamba
kinachotakiwa ni kujipima uwezo wako, alafu kuangalia kwamba utaweza kufanya marejesho kama inavyotakiwa, alafu na kuwa na nidhamu ya kufanya marejesho. Mwisho wa siku, kama tuna nidhamu ya kulipa kodi za nyumba kwa wenye nyumba, kwa nini tusiwe na nidhamu ya kufanya marejesho kwa nyumba ambayo mwisho wa siku kama nilivyosema inakuja kuwa ni mali yako? Naam, hebu turudi studio pale ambapo Bwana Baraka Mnisi amezungumzia kuhusiana na swala la mkopaji kuwa na taarifa sahihi, na hoja hii imekuja kwa sababu kumekuwa na madai kwamba benki zinatoa taarifa nusu kwa mkopaji, na kwa hiyo akishakuwa na ile sifa ya msingi kwamba anaweza akalipa mkopo, basi wanampa. Kumbe angepaswa kupata taarifa nyingi zaidi ili ajiridhishe kuwa na taarifa sahihi. Na matokeo yake anaweza akajikuta katikati ya safari pale kuna taarifa nyingine zinaingia, anasema ningejua nisingekopa mkopo huu. Moja kati ya changamoto ni vipeperushi vingi vyenye taarifa za mikopo ya nyumba kuwa katika lugha ya Kiingereza, na Baraka Mnisi anazungumzia usahihi wa taarifa au taarifa sahihi anazopaswa kuwa nazo mkopaji kutoka kwa mkopeshaji. Changamoto ya pili ni kwamba pia mkopaji ukishaambia bana, wewe tayari sasa hivi unaweza unakopesheka, tunakuwa tunasema unakuwa na furaha ya kupitiliza, hata unasahau kuweza kusoma zile document. Lakini kiutaratibu ni kwamba mabenki yanatakiwa yakae chini na mkopaji. Nimeona mabenki mengine yanafanya mpaka seminar kabla hajakupa mkopo, lakini fomu zile za unazojaza za kuombea mkopo wanatakiwa wakae na wewe chini, wakuelezee utaratibu mzima na uelewe. Nimeona mabenki mengine pia yanafanya una sign kabisa kwamba una sign, nimepokea taratibu hizi na kitabu hichi nimezielewa, lakini wananchi wengi hatusomi. Ni vizuri wewe mkopaji mwenyewe unapokwenda kwa benki uulize kila kitu, na tunaamini kwamba vijitabu ambavyo sasa hivi tunavitengeneza pia vitatoa elimu ya kutosha kwa mwananchi kwamba anapokwenda kukopa nyumba aweze kuelewa kwamba ni masuala gani ya kuuliza na maeneo gani ya kuzingatia zaidi kwa kabla kuchukua mkopo wa nyumba. Asante. Dr. Kom, nikusikie kidogo kuhusiana na hili tunapoelekea mwisho, maana muda wetu hauturuhusu sana kuendelea. Nilipenda kwa sababu alisema inawezekana ikawa pia ni mbinu ya kumzulumu hata kile alichokuwa nacho, kwa sababu hii si sawa, si kweli hata kidogo, kwa sababu mikopo hii ya nyumba ni tofauti kabisa na ambayo tulikuwa tumeizoea, mikopo ya kuweka rehani mahali. Hapa kama nilivyosema mwanzoni, unakopeshwa kununua nyumba ambayo ni ya kwako, na nyumba hiyo ndio rehani yenyewe. Na unaishi ndani ya nyumba, unaishi kwenye nyumba ile, na kama kwa bahati mbaya utashindwa kulipa, na huwa inatokea na inatokea kwa sababu ya kukosa nidhamu tu wa kweli tu. Ninazo kesi za, sitaki kutaja hawa wateja ni wa hapa, lakini nyumba zenyewe ziko hapa Buyuni, hapa Buyuni hapa Dar es Salaam Buyuni, ambapo wamepewa ni mradi wa nyumba za bei nafuu, amepewa wakakubaliana, lakini masharti kwamba ukiwa na arrears, ukishindwa kulipa kwa mfululizo miezi 5 tunakufuta, tunachukua nyumba tunamuuzia mtu mwingine. Wakuuzia mtu mwingine, maana ile pesa yako uliyotoa unarudishiwa, lakini bila shaka wataondoa zile gharama za kukurejeshea. Kuna lakini ukweli kuna watu ambao miezi 18 hajalipa. Kwa ni swala la nidhamu. Sasa baadaye tulivyowapigia simu, ona jinsi wanavyokimbiza hizo hela wanazileta kwa ajili ya kulipia deni. Kwa hivyo ni nidhamu, lakini hakuna ukweli kwamba dhamana inapotea, kwa sababu hili. Nakushukuru Dr. Kom. Mwisho kabisa, japo si kwa mimi, Oswald Urassa, tuko katika kipindi cha kutoa elimu kwa mujibu wa Dr. Kom kuhusiana na masuala haya. Unadhani ili zoezi hili la elimu lifanikiwe, kitu gani ambacho unafikiri kikifanyika tutapata matokeo mazuri ya watu kupata ufahamu na hasa kwenye swala la nidhamu? Asante. Vipindi kama hivi ni muhimu kwa kweli, kwamba tunapata nafasi ya kuelewesha wananchi jinsi ya kuchukua mikopo ya nyumba, ni nini jukumu la mkopaji, nini jukumu la mkopeshaji. Lakini pili, kama kuna kitu ambacho kama mkopaji hujafahamu, ni vyema kuwasiliana na wataalamu wa mambo ya fedha, watu wa benki wenyewe watakushauri
au kuna wataalamu wengine wa mambo ya fedha, wahasibu, hata wanasheria wanaweza kukusaidia ili uweze kufahamu kabisa kwamba unakoingia sasa hivi kuna commitments, kuna majukumu ambayo unajipa. Kwa hiyo ujipange vizuri kabisa, ujue kwamba mimi kipato changu labda kila mwezi kuna kiasi fulani hivi ambacho ni lazima nikirejeshe kwa ajili ya kurejesha mkopo wa nyumba. Kwa ukijipanga vizuri itakusaidia kuweza kuchukua mikopo ya nyumba. Mahali popote duniani mikopo ya nyumba imechangia kwenye ukuaji wa uchumi, inasaidia watu kumiliki nyumba, inasaidia vile vile watu kuongeza productivity. Yani kama unachukua mkopo wa nyumba, una haja ya kuhangaika kutafuta fundi, mara saizi fundi yuko site, mara simenti haijafika, mara hiki haijafanyika, hapana. Kwa sababu muda wako wote unauelekeza kwenye kazi na hivyo tija inaongezeka. Kwa hiyo ni vyema kuwasiliana na wataalamu wa benki, wataalamu wa shauri wa fedha ili wawape maelezo zaidi jinsi ya kushiriki katika mikopo ya nyumba. Kuna vipeperushi ambavyo vitatayarishwa na vile vile vipindi kama hivi kwenye radio na television, nadhani ni muhimu viweze kufanyika kwa ajili ya kutoa taarifa sahihi na muhimu kwa wateja wa benki. Nakushukuru sana Oswald Urassa kutoka TMRC, na kushukuru kwa kuwa nasi katika Morning Trumpet licha ya kuchelewa kidogo. Asante sana Dr. Felician Kombo kwa kuzindua mpango wa kutoa elimu juu ya ukopeshaji wa nyumba na kushiriki nasi katika Morning Trumpet. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi, na nikushukuru. Tumefikia mwisho wa mada yetu ya siku katika Morning Trumpet leo. Mimi ni Faraja Sedegia, nitakuacha naye TC katika live entertainment. Asante kwa kuwa nasi. Thank you.